ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na ziada za heri kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama katika maudhui yetu ya leo, wale mnaofuatilia vipindi vyetu vya Nuru Cinema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa wasaa leo kuweza kutadamaki katika masuala ya ndoto. Na kama nilivyosema, katika ndoto kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwa mwanadamu. Kuna bishara, kuna wema, kuna uadui, kuna vitu mbalimbali, lakini mtu kujua tu kama ndoto ile ameotaje na tafsiri yake vipi na kwa nini akaota vile ndo tatizo. Sasa unapokuwa una tatizo kama lile limekutokea, alafu hujapata ufasiri wa ile ndoto, ndo shida inaanza pale. Unaanza kuteseka nayo na unaanza mitihani kuhangaika na ile ndoto. Aidha umelala au shamka asubuhi, unatafuta tafsiri yake nini, unatafuta kwa nini nikaota vile. Leo nitakwenda kuelezea ndoto ya kwamba mtu kuota miguu ndani ya ndoto, au sauti za watu ndani ya ndoto, au makundi ya watu kwenye ndoto, ni tafsiri ya nini? Mtu akiota miguu, yani miguu na zile nyayo, anaisikia nyayo zile cha cha cha, au sauti za watu ndani ya ndoto, watu waiza wanazungumza, au mkusanyiko, anajua kwamba hilo ni kundi la watu lakini linasema, au kundi lile analihisi kwamba kama linazungumza. Wakati mwingine inakuwa ndoto hii hata uko 50-50, umelala au umeamka. Lakini nitaeleza zaidi kwamba yule mtu ambaye kalala kabisa lakini anahisi miguu, anahisi nyayo za mtu au miguu au sauti katika ndoto, nini maana yake? Anasema Imam Ibn Busiri, hizi ni ndoto zinaitwa tanawuzi baghirun ramadi wa tawakkuli ala a'ta'i al-basar as-sahar. Ni ndoto ambazo zimesimama katika kumuonesha yule anayeota kwamba sisi kuna uchawi ambao unakufuata, au sisi tunakuonesha kwamba kuna dalili ya uchawi ambao tumekuja kukuletea, au ni tumekuja kukumiminia au kuja kukuletea katika maisha yako ya kawaida. Tanawuri kana lil-anwani. Wakati mwingine huu uchawi ambao unakuja katika ndoto wa sauti au uchawi miguu unakuja kwa rangi tofauti. Kwa mfano, unaweza kusikia miguu inachanganya, au miguu inapiga ya mtu mmoja, au miguu ya watu wengi, au mikono miwili, au mikono ya watu wanne kuendelea watano. Kwa mfano, tunaonesha kwa vitendo leo. Umelala usingizini ukasikia, unamaanisha kwamba umesikia mtu mmoja amepiga makofi. Unalala usingizini ukasikia mikono, unajua ni mtu mmoja lakini amechanganya makofi. Unalala usingizini ukasikia miguu imepiga, unajua ni mguu wa mtu mmoja. Unalala usingizini ukasikia miguu, basi ujue miguu hiyo imechanganya, ina maana kuna miguu zaidi ya miwili kuendelea. Basi huo ni uchawi ndugu yangu, na kuna mtihani ambao unafanyiwa katika maisha yako ili mradi usifanikiwe katika maisha ambayo unaishi. Na ujue kwamba hao ni watu ambao aidha waliotumwa au ni maadui wa kijini, wamekuja katika ile ndoto kuletea idhilali ile katika mtihani ambao unao, na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuondoshe, sababu ni mtihani mkubwa. Leo nitakwenda kuelezea zaidi katika ndoto hii. Wa amma ad-dabi'u wal jamaa li arsamia tusalla ali sababi. Hii ni ndoto ambayo inapokuja kumfuata mtu huyu, si kama inakuja labda alikuwa labda ana sababu ya kuota ndoto ile. Hakuna sababu ya kuota ndoto ya kwamba unasikia sauti za watu au unasikia watu wamepita nje. Hakuna sababu labda lazima wote vile. Lakini anasema wasulu'u ala harariya li ghairi al-malabis as-sihr, kwamba kule kuja kwao zile sauti au kuja zile sauti za kichawi katika ile ndoto ni kuja kumvisha malabisu sihri, nguo za uchawi. Sasa utajiuliza kwa nini? Ana maana mimi nikisikia sauti usingizini ndio nakuja kuvisha nguo za uchawi?
Kuvishwa nguo za uchawi ni kuletewa ule uchawi katika mwili wako ukaingia, kuletewa ule uadui katika mwili wako ukazama, kuletewa yale mambo yakaingia katika mwili bila wewe mwenyewe kujijua. Ndio malabisu sihri tunaita sisi kitaalamu kwamba umevishwa ule uchawi biduni wewe mwenyewe hujui umetokea wapi. Lakini wewe unaota tu usingizini, unaota watu wanapiga makelele, unaota miguu ya watu, unaota kuna makofi nje, unaota kuna kikundi kinaimba katika mashairi mbalimbali. Labisul aswadi, kwa sababu huo ni uchawi ambao unavishwa ni mweusi katika ndoto yako. Minal qamusil hadabai, na hiyo ni kamusi ambayo ya kichawi ambayo imekuja katika ndoto inaitwa hadabai. Wal hubbata min yatahaddala raiha, na inakuja kwa njia ya upepo mkubwa sana. Na ndio maana wale watu ambao wanaota mikono, wanaota sauti za watu, wanaota labda watu wako nje, sauti zinakuja kwa sauti ya kali kabisa ambayo anaisikia yeye mwenyewe tu katika ndoto. Watu wote wamelala hawasikii sauti ile. Watu wote wamelala lakini hawasikii vishindo vile vya nyumba, lakini yeye kalala hivi anasikia nje watu wanapita na miguu, anasikia nje watu wanakwanga, anasikia nje watu wanacheza ngoma, anasikia nje watu wanafanya vituko, lakini watu wengine hawasikii katika ile nyumba. Wala bisul abyadu, na vile vitu sio vitu vyeupe, maana katika ndoto kuna labisul aswadi wa labisul abyadu. Mtu aote ndoto nyeupe nzuri, ndoto ukomaka, lakini sio ndoto zile za mashairi. Hizi ndoto nyeusi ambazo zinakuwa la addat lahu fi humuri, zinakuja katika kumtia mtihani wa ahzana, na kumhuzunisha. Kwa hiyo sauti hizi ni ndoto za kukuhuzunisha na kukutia mitihani mbalimbali katika maisha. Kama anna labisil aswad liman aada, kama mtu ambaye akivishwa vitu vyeusi ni kiza. Ina maana wewe kama utaota ndoto hizi, basi ujue maisha yako yametiwa nini? Kiza. Yaani kama utaota wewe usingizini watu wanakuja nyumbani kwako nje, wanapita kwenye miguu, kwenye dirisha, miguu naisikia dirishani. Wakati mwingine mtu anaweza akaota dirishani kuna matatizo haya, lakini akitoka nje akenda dirishani kwake kweli kuna miguu miwili ya alama. Yaani hao wachawi wanaacha mpaka alama zao, anakuta miguu. Kuna wengine labda usingizini kaota labda usiku watu walikuja usiku, kundi la watu labda likasimama maeneo karibu ya dirisha lake, lakini anamka asubuhi na anaenda nje anakuta miguu tele. Ni kweli walikuja pale, kumbe ile ndoto yake ni bishara ya kweli, walikuja wakamfuata, na ndio maana akaona katika ile ndoto kwamba kweli watu walikuja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanafanya kumfanyia yule mtu uadui. Na ndugu yangu ambaye unaota ndoto hizi za kuona sauti za watu na miguu na watu nje, mara nyingi utafungwa katika hali ya maisha. Mara nyingi sana ni wachawi ambao wanakuja katika kuharibia maisha na kukutia maradhi, hasa maradhi ya kichawi. Kwa hiyo sasa hapo majoka na mitihani mingine, lakini lazima waje katika aina hiyo. Wa inkada wa amradhi, wanakutia vituko na maradhi, wala audhalika na mingine minayo. Almadhkuru min almalabis lirijali muathara ala faman almulk thawbai au qabai au izara au la'dhin au kasai au munshida. Kwa mtu anaweza akaja katika ile kundi ambalo lilokuja katika usingizini wako, likaja likachukua aidha vitu ambavyo kavitaja shekhe, likachukua nguo yako ya ndani, likachukua suruali yako ya ndani, nadhani imeeleweka, naficha maneno, likachukua labda herini zako, likachukua kitu chako, hata sehemu za siri wakati mwingine zinaweza zikachukuliwa zikachanjwa. Lile kundi huwa linapita mpaka ndani, lakini wewe umelala, upo katika ndoto, wala hujui jinsi gani ya kujitatua. Ndio maana tukasema hizi ndoto zina maana, lazima mtu ajue jinsi gani ya kuzitatua ili mradi aweze kujinusuru juu ya vitu hivi. Kwa hiyo wakiingia hawa wanachukua baadhi ya nguo, wanachukua baadhi ya nywele zako, wanachukua baadhi ya sehemu zako za siri, sababu wanakuja ile miguu kuja kwako, au zile sauti si kama zimekuja pale kukubembeleza wewe, zimekuja kukutia huzuni, kukutia maradhi na kuja kuharibu maisha yako. Lakini vile vile anasema kufiyatu fi farabiha au mahdhara au tarhatan au da'iya au madhluman wa nahu al-ardhiyya wa dhari'ati al-aqrabi, kwamba wanachofanya wao, hata kama umeishi na watu, labda unaishi katika ile nyumba, labda wewe unalala labda na ndugu yako, unalala labda na kaka yako, wao hawana haja naye kwa mfano, basi lazima watakufuata wewe tu peke yako, wewe muhusika tu wa yale mambo na kukutia maradhi. Utashangaa kwa nini mimi nakaa nyumba hii lakini wengine hawaumwi, kwa nini wengine hawateseki, kwa nini wengine wanakuwa wako vizuri tu, lakini kwa nini mimi? Ndiyo, kwa sababu mtihani ambao huu umepangiwa wewe.
na mchawi hupanga mtihani huu kwa sababu yako peke yako. Kwa hiyo hahitaji mtu mwingine kuweza kumpa madhara, kwa sababu ameshawekea kwamba elimu yangu mimi ya kichawi nimesomea kuweza kuwadhuru watu, na mimi mtu wa kwanza kumdhuru ni huyu. Kwa hiyo jamani, twendeni usiku anakuja, utasikia makofi hayo, utasikia unaitwa, utasikia miguu hiyo, utasikia sauti za ajabu, ili mradi kwamba wewe ndio mhusika ambaye unaitwa. Kwa hiyo lazima ujipatie kinga ndugu yangu, ili ni jambo litakuja kuharibia katika maisha. Na sauti hizi zinakuja sehemu yote, hata kama uko Ulaya uko wapi, sehemu yote ile wewe utaota tu vitisho tafarani, utaziona katika ndoto aina hii. Sababu lazima zinakuja kwa kama nilivyosema, raihatun, kwa sauti za kali. Kwa hiyo sasa hii miguu au hii mikono ambayo mtu anaiona katika ndoto ni al-a'dai. Hawa ni maadui. Si kama mikono ya kawaida ambayo inakuja katika maisha yako, labda ukasema kwamba ni mikono imekuja kukupongeza. Maana mtu unapopata jambo la khairi, kirani basi kupeana khairi, lakini hii ni mikono ya uadui, ambayo mikono ya uadui hii inakuja katika maisha yako kukuletea mitihani mbalimbali. Fa innaha a'dai, hawa ni maadui. Ndoto hii hawa ni maadui. Wadhalika anna iblis al-la'ini, kwa sababu iblis al-la'ini tawassal biha ila Adam alayhi as-salatu wassalam, wa adawata kull hay'atin ala qadri nuqudiha wa 'azamaha wa samaha. Sababu iblis alipo kujipeleka kwa Nabii Adam, tukumbuke kwamba Nabii Adam alikuwa akiishi peponi na mkewe Hawa, lakini alipojipeleka hakujipeleka katika sura ya kiumbe cha kawaida. Alijipeleka ibilisi pale katika sura mbalimbali. Wengine wanasema alikuja kwa sura ya nyoka, alikuja kwa sura ya nini, wallahu a'lam, lakini alikuja kwa sura mbalimbali. Wa rubbama kanati lida'dhahum wa dhaba'um wa rubbama akhadtaha alhayati. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia wanyama au akatumia hata uhalisia wa binadamu au uhalisia wa kawaida. Ndio maana uhalisia huu unakuja katika kuona sauti au miguu au mikono. Sasa utaona mikono ya mwanadamu katika hali ya kawaida. Qatilul hayati nara biha qatl al-adawa. Lakini mtu anaweza akaona vile vile kwamba zile sauti ambazo zimetoka katika njia ya ile ndoto au ile mikono katika ile ndoto imekuja, lakini akazi sauti zile yaarifu wa yubal'a dismahu, kwamba anajua wale watu, yani sauti zile, lakini wale watu kama unawaelewa sauti na mikono na sura za wale watu, labda uliamka kwa usingizini hivi kwenye ndoto, lakini kwa umewaona watu fulani, labda wamekuja katika kile ule usingizi, ile ndoto kuja katika kufanya vile vituko. Basi hapa anasema mfasiri wa ndoto Ibn Sirin kwamba adhabul a'dai, basi unajua kuna maadui ambao wameshikamana katika jambo hilo, wasudatiha an ashaddahum fa in raha annahu asaba alhayati malsamaiha, kwamba hawa ni maadui ambao walitengeneza hii mifumo au wanatengeneza hii mifumo wewe, ili mradi kukuletea vile vita vya usiku wakati umelala. Kwa hiyo watu wengi wanasema bala, mimi naona mtu ananijia katika ndoto lakini namfahamu, ananijia fulani namjua, ananijia fulani. Sasa unatakiwa kwanza usitie dhana na shaka, lazima utafute ufasiri wa ile ndoto, sababu ukiota ndoto mara ya kwanza tu si sababu ya kwamba uliota ni la kweli. Lakini ndoto zina siku, ndoto zina masaa, ndoto zina umeota kipindi gani, au umeota katika siku gani, au umeota labda mara ngapi, kwa ina tafsiri. Lakini vile vile ndoto kuna rai, na ile mfasiri wa ndoto aweze kujua ndoto ile imekwenda katika aina mbalimbali na imeweza kutafsiriwa vipi, lakini mwisho wa jibu utapata jibu lake na utaweza kujua ujikinge nao wale maadui ambao wanakujia katika aina ile ya mbalimbali. Wa amma min malakihim liyasda'a bihim fa in asda'a bihim yatawakkal rahma. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kujia katika ndoto, wale watu wakapiga makofi au wakapiga miguu, lakini vikatoka vishindo vikubwa, yani vishindo, ile nyumba ikatetemeka au ile eneo likatikisika, wale vishindo vikawa vinatoa labda chechea za moto au mfano wa bomu lililopigwa, lakini ndani ya usingizini unaota kwamba vile vishindo vyao vimekuwa vinatisha vya aina ile mbalimbali. Basi umuratan qarban wal mamluki tamallaka badaa, basi hawa wanataka kukumiliki zaidi, kukumiliki katika kukutia katika uchawi. Nadhani nimeeleka vizuri, nimezunguka wewe. Ndoto hizi za kufuatwa na miguu na watu na nini ni ndoto ambazo mtu anataka kuingizwa katika uchawi. Sasa tunajiuliza, mimi nitaingiaje kwenye uchawi wakati sitaki amali hii ya kishirikina, amali hii mbaya? Kwa hiyo hapa lazima umuombe Allah subhanahu wa ta'ala ili akuondoshe katika hili balaa.
limutawassitu bi ma'iyat daramihi, sababu hawa wamekuja katika maeneo haya kuchukua amana yao au kukuchukua wewe kukusaini katika mambo ya shirki, mamlakati iblisi, katika mamlaka za iblisi, kwa sababu ule muda ambao wanakuja kwako kupiga vigelegele, kupiga mikono, kupiga miguu, ni muda ambao wanatakiwa na wewe washirikiane, wanakupambia ile amali, wanakupambia yale mambo, wanakufanyia vile vituko, ile mradi wewe uamini kwamba ibada ni ile. Na kuna wengine wanapatikana wanakubali kuingia, sababu wanakuja na mashairi ya kichawi, wanakuja na nyimbo na ngoma za kichawi, na maana mtu anaingia. Lakini wengine hawataki kuingizwa mle, lakini wanavutwa na wale majini na wale watu wabaya, wanajiona tena wanachukuliwa. Mtu anaingia, anapasua ukuta, anaingia, anamchukua pale usingizini, anakwenda kutembea naye, kumpeleka katika ngoma, wewe mwenyewe hajijui, anaingia katika ngoma bila kujijua, lakini kalala katika ndoto. Kwa mara nyingi sana. Na utajuaje kwamba hizi ni kofi zinakuja za namna gani, au milio hii ina bishara gani? Tunakwenda katika bishara za milio. Paka milio katika ndoto kuna bishara zake, lazima unielewe leo. Kuna milio katika ndoto. Anasema maraa fil manami waraddaha an yuadda ila ahadun wasara ila iqrab. Ahadun wasara ila iqrab ni kupiga kama nilivyosema mara moja, alafu ikatoa sauti kubwa kabisa. Basi tahawalu ghasbiyan au hasu nafsahu asaba. Basi mtu huyo anatakiwa taghaddu ghadbiyan. Kuna maradhi al-ghadbi, maradhi yale makubwa yaweze kuingia katika mwili wake katika njia kubwa ya kichawi. Kama kaota hivyo, kasikia sauti ile sauti kubwa ile ya maradhi mmoja lakini mkubwa unaanguka, si ni ghadbi, ni maradhi ambayo yanaitwa raihatu sihriya, yanatokana na zile safari za uchawi. Kwa hiyo pale kitandana alipolala kwamba kuna maradhi ambayo yanatakiwa yaingie. Lakini maradhi makubwa akataja kusema ni zile majhuratan sama'atu lilhikmati wa mara'ibul batar as-sihr, zile ni aina fulani za chale. Yani ikipigwa ile moja, kuna miale fulani ya moto wa kichawi zinatoka zile chale za kichawi, chale za wanga, ambazo chale hizi zinakuwa zina madhara matatu. Kwa hiyo zinaingia katika mwili, mtu utaona usingizini tukachanjwa, kaamka asubuhi kajikuta yeye kapigwa chale. Sasa chale nini? Chale ni kimurika, kwamba wanachukua wanasema kinasaba chako, wanachukua yani wale wachawi wataalamu hao wanachukua kwamba wanakuweka kama CCTV kamera yao, kwamba wao wakifanya mambo yao kule wanakuona wao, sababu washakutia kama kitu fulani katika mwili wako, kwamba kinawaonesha wao kule kwamba wewe labda ulifanikiwa leo, ulipata kazi, labda leo unataka kusafiri, labda leo unataka umepata kazi, labda umefika katika safari yako vizuri. Kwa hiyo wao wanakimurika. Kwa hiyo kimurika kile kinaingizwa katika mwili wako. Hii ndio inaitwa chale. Sasa hii chale lazima inapigwa kwa njia ya ndoto. Hakuna chale inopigwa wazi. Labda chale zinopigwa wazi zile za tena wachai wale washakubu na wanakupiga kwa njia ya wazi. Lakini mara nyingi chale hupigwa kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo utaona tu kwamba wewe umechanjwa wamekuja kile kikundi, imefanya ngoma nje, wewe wapiga makofi, wewe wamezunguka nyumba, wamekanya, alafu unapigwa chale pia. Ile chale kwamba tayari wewe washakumurika kule. Kwa jambo la kwanza, chale ile itaharibu mfumo mzima wa kinga yako, watakuona. Lakini jambo la pili, inakwenda kuingia katika mwili, inatengeneza sihr, inatengeneza uchawi. Ndio sema siri mbaya, kwa itakuwa siri ile inatembea katika mwili wako kwa aina mbalimbali. Lakini jambo la tatu, itakwenda kukufanyia rabtu, kifungo katika maisha yako mbalimbali. Wala qasil abyad mulku raiha, ule weupe wako ambao unategemea katika maisha kufanikiwa, kupata kazi, kupata kuolewa, kupata kizazi, kuishi na mume vizuri, mume asikukimbie. Basi mume anaweza akakukimbia katika mazingira ya utatanishi, kwa sababu umetiwa kiza cheupe, umetoka kiza cheusi, weupe wote unakutoka katika maisha yako. Au yuaddi wadi'atan fali'adhara wa ira'a qasbin majura sama'ati lilkadhib. Lakini vile vile kwamba wewe unakuwa ni mtu ambaye unakosa samani katika maeneo yote ambayo yamekuzunguka, kwa sababu chale zinasababisha kila unapokwenda zinamurika. Kwa hiyo wale ndugu zangu ambao wamechanjwa wanajisi, mimi usiku nimepigwa chale hizi, basi lazima wanitafute niweze kuzifuta. Hizi hufutwa, zinafutwa. Labda utajiuliza, mimi niko huku Ulaya, niko Marekani, niko Ulaya, huko nchi gani, zinafutwaje? Ndio, chale zinafutwa. Kuna kitabu maalum kinaweza kufuta chale tena kwa haraka. Kama nitaonesha kuna dua hapa, dua ya kufuta chale. Hii dua maalum liikhraju jinni adhimu shan lahu shar'an ajabiyya.
fi ikhraj ad-dinni min al-badani yud'a bihi ma'an wada al-yadayhi al-yumna. Mtu ambaye kafanywa chale, kapigwa chale lakini chale ile imeingia, la basi unachukua mkono wako wa kulia, kuna nini unafanya? Maelezo ni makubwa, sina muda wa kuelekeza. Kwa hiyo inatolewa chale. Kwa hiyo chale hii ndio inasababisha kwamba wewe usifanikiwe na urudi nyuma katika maisha yako mbalimbali. Kwa hiyo hayo ni madhara ambayo yanatokana na hizi ndoto za usiku na kufanyiwa uadui wa kupigwa makofi au miguu ya mtu nje. Wa idha amal a'dha'i wa dalilu 'ala al-aman min al-khawfi wa liman yalqa bihi dalim al-humumi. Lakini vile vile mtu ambaye usingizini anaota makundi ya watu au anaota nje kuna watu wanapiga miguu, anakuwa ni mtu wa kupata maradhi ya hofu. Hofu inasababisha pressure, hofu inasababisha mapigo ya moyo kwenda juu, hofu inasababisha kutokuishi kwa kutokujiamini, kwa sababu unahisi sasa kama mimi nitaka kulala usiku kwa haya ninayoyasikia nje, si maisha yangu ya kawaida, na maana kuna watu mimi wananifanyia uchawi. Kwa hiyo inajenga mazingira ya hofu na kuwa usingizi wako kuupata kwako ni shida. Ghadabin ra'sil mar'ata al-hakam. Lakini kwa wale wanawake basi vichwa vyao vinakuwa vinauma sana. Yani mwanamke anapoona ndoto hii ya usiku kwamba watu nje wanakuja wanapiga makofi miguu, basi atakuwa na maumivu sana ya kichwa, maumivu sha'ri lahiyya, yani nywele zake huwa zinamsimama. Ikifika usiku tu nywele zinamsimama sana, anakuwa anatetemeka, wasiwasi, sababu ana hofu zile sauti na ile miguu, na wale watu wanaomuita usiku kwa sauti za ajabu wanaokuja wanaweza wakamletea madhara. Kwa hiyo anaishi kwa hofu. Falhinai, kuna mambo anakuja kufanya alghinai, yani yale mashairi yao, alghinai almashairi wa qabla alhatabi ra'si min duni alhayati, yale mashairi ambayo usiku anayatoa ni mashairi ambayo yanatisha, mashairi ya kukatisha tamaa, na wewe unayasikia sababu umelala. Wanakwambia angurumapo simba sijui, wanakwambia sijui kwamba mwache angurume simba hamli mwanawe, muongo, leo utatoka sijui Juma wewe tumekuja sisi na yani mashairi yale ya kutishia uhai wa maisha yako, sababu wamekuja kukufanyia uadui mbalimbali. Al-ghinai lis-sa'ri ni matatizo yakshifu fa in ra'a ya'thaba bighairi mahadhira. Kwa hiyo zinakuja zile mashairi yale unayasikia, lakini watu wamelala, unasikia wewe tu muhusika. Mashairi ya nje watu wanakwanga nje, wewe unasikia. Miguu ya nje watu wasikia wamelala na koromeana, wewe unasikia, kwa sababu wewe ndio mkusudiwa. Nasema ndugu yangu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili akuondoshe katika shida hii ya kusikia vitisho na sauti za watu hawajabu. Kufatan mahdhubatan nala qaflatun fi ma'aish. Na hawa wanapotaka wao kukatisha hata maisha, yani wafanye mbinu yao, lakini mbali wewe maisha yako kuyakatisha. Tunajua na huwa Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Lakini wao wanakatisha maisha kukatisha tamaa, yani kwamba hutofanikiwa, yani kwa mitihani ambayo wanakuletea katika ndoto wewe unakuwa uwezi kufanikiwa. Fa in tasbihu lillahi ta'ala, lakini fanya tasbih kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bibabin tughlaqu fil hayati, katika maisha ambayo wao walioyafunga, liidarati Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, walid'awati, na kuomba dua maalum, dua ambazo takuondoshea haya matatizo, walabisul khafi sadi'a, na kuondosha ilabsil khalitha. Hii ndoto ambayo imekuja katika kila siku katika maisha yako inakuwa inaungamana kila siku, wewe unapata dhiki na mitihani katika ndoto, huna raha ya maisha yako, sababu watu wanakuja, kundi la watu kukuletea nyimbo, kukuletea miguu, kukupara katika dirisha. Mfano kama ukuta kama huu, utasikia unaparwa hivi, unaparwa ukuta au sehemu yako labda chumba, utasikia sauti zile miguu inapiga katika aina mbalimbali. An yakuna yataghadhar shay'an, sababu wao wanataka kitu gani wanachokitaka. Fa in al-i'rad ghaysu ghadabi, wanataka wao ni kukutia maradhi, wal ghaysu ghadabi, na adhabu zao kwamba wewe ndio muhusika. Watu wengi sana wapo katika mabano ya wachawi kwa jambo kama hili. Naonea sana huruma ndugu zetu ambao wanateseka katika mitihani kama hii, lakini nawasikitikia vile vile kwamba bado wameshiriki ibada ya kuwafuata waganga, wameshiriki ibada ya kuwafuata washirikina. Kwenye moto wanazidisha moto, kwenye moto pazimwe, lakini kwenye moto wanazidisha moto, kwa sababu ya kudanganywa na kuahidiwa vitu na washirikina, vitu ambavyo havitekelezeki. Lakini wallahi alazim, ukifuata masharti ya dua, ukifuata masharti ya wema, masharti ya tauhidi, kwa uwezo wa Allah, ni mitihani ambayo inaondokana kwa wepesi mno. Kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa wepesi mno. Njia zipo za kwenda wewe kufanya na ukafanikiwa katika hofu ambayo umejengwa katika njia ya ndoto.
Lakini vile vile hawa watu lengo lao ni nini? Au lengo lao nini? Kwa nini wanakujia katika ndoto? Lengo lao hasa nini? Anasema Sheikh, shadidun shawaqqal dani wa lahmuhu wadari wa batnuhu malin haram dani wal a'li minha mu'adhafatin daali dalilu ala khabithati almaani. Kazungumza Kiarabu cha kilugha, anasema kwamba hawa wamekuja katika ndoto kufunga, wamekuja kuyakamata yaliyokuwa yanataka kufunguka, wamekuja kwa sababu ya kukuweka kisa kilichokuwa labda kisa kile kwamba wewe kisikupate, kwa mfano mdudu asikuingie. Kwa hiyo wao wamekuja kumuingiza kwa nguvu, lakini vile vile wamekuja kuharibu dani, yani kuharibu maisha yako, na wakasababisha kwamba wewe ukapata nawaib yuqallu ala almashhur, ni mtu ambaye ukapata dhiki ya kurogwa. Wewe unalala katika ndoto, mashaka kama haya ni mtihani mkubwa. Ningekuomba ndugu yangu, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye tiba. Lakini tiba yake nini? Tiba yake nini hili? Au mtu anayeota hivi, kashaota, sawa Sheikh, mimi nishaota hivyo, naota, najitibu vipi? Unachotakiwa utafute vitu vya aina 7. Vitu hivi aina 7, baada ya kuvitafuta, alafu nitakuelekeza ufanye nini. Au kwa yule ambaye atanifuata kwa njia ya WhatsApp nitamuelekeza afanye nini. Jambo la kwanza, utafute kitu kinaitwa kasbara. Jambo la pili, utafute manemane. Jambo la tatu, utafute watu. Jambo la 4, utafute buhurishari. Jambo la 5, utafute kistwa. Jambo la 6, utafute arkisusi. Jambo la 5, utafute manjaniki, upate aiza ya Kiarabu au ya kawaida. Hii ni miti au hizi ni buhuri 7, ambazo buhuri 7 hizi zitakwenda katika siku 7 za dua yako wewe ambaye unaota hivi, ili kuwakamata hawa na kuwadhibiti na kuangamiza hichi kikundi cha watu. Vitu hivi ukishakuvipata, nipigie simu, nitakuelekeza. Au kwa yule ambaye atasema Sheikh, mimi naona kwangu ni vigumu kuvipata vitu hivyo, naomba unifanyie hiyo dua. Hasa kuna dua zake sab'atul munjiyat, inaitwa sab'atul munjiyat, ni dua ya siku 7 ambayo inafanywa mtu kumuondoshea ili balaa la hichi kikundi kukisambaratisha kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kwanza na siku ya pili, siku ya mpaka siku 7. Ni dua ya aina 7, na kila siku kuna sura zinasomwa na kuna dua auradi madhkura zinasomwa na kuna kifunguo chake. Na mara nyingi, kwa mfano, hata kama labda iko mbali mtu likichukua jina lake, basi inasoma hiyo sab'atul ma'thura, inasoma dua hiyo kumtumia hivi vitu nilivyovitaja, manemane, kasbara, kistwa na dawa nyingine, ambazo dawa hizi inakuwa kama ni buhuri, inakuwa kama ni dawa. Na nini vinafanywa? Ni maelezo makubwa ambayo sitakuwa na muda wa kueleza hapa kupita katika channel yangu zaidi. Utanifuata kuniambia Sheikh, hayo mambo ni ili kuidhibiti sasa. Lakini vile vile unaweza katika nyumba yako ile kuna kitu kakitafuta, hichi kitu ni mashuhuri sana, ingawa kukipata ni mtihani, lakini ukatafuta ambari nyeupe, ingawa ina bei sana, lakini ambari nyeupe ina kazi yake nitakwambia kuweza kufanya katika, inauzwa lakini ina bei kubwa sana. Unaweza ukafanya alafu ukajiondoshea katika mtihani. Mtume anasema kwamba unaweza ukakoga kupitia nuksi mitihani, ukakoga maji, ukachukua labda maji fulani, maji ya Zamzam, maji yake. Hayo ni maelezo ambayo unaweza kuyapata ukafanya. Lakini vile vile kuna dua maalum ambayo inaitwa Kanzul Bishara. Ni dua ambayo wanaweza kuiomba mtu huyu, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hasa zikiingia zile nyakati za usiku, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika dua hii. Mujarabu lilmamsusi daa maa wada yadayhi da'i yumna, ni dua ambayo naomba kumuombea mtu ambaye anafatwa na wachawi, lakini zaidi kwamba amerogwa na amefanywa uadui wa aina mbalimbali. Wa mustajabu ruya annahu li maulana abi Ibrahim Musa bin Jaafar as-Sadiq, yopokea kwa abi Muhammad ibn Musa Imam Jaafar as-Sadiq. Ni dua kubwa sana. Subhanaka Allahumma bihamdika athna alayka wa ma asaya balagha min thana'i. Ni dua ndefu sana ambayo dua hii itasomwa ndani ya siku 7 kuomba Mwenyezi Mungu, ya man adha nafsahu bil adli wal baqa'i wa kataba ala jami'i khalqil maut wal fana'i, ya man yusawwiru fil arham kayfa. Ni dua ndefu sana ambayo tutakuwa na muda ya kuielezea mpaka ikafika mwisho. Lakini aljinni fi bal al-insani wasra'a tahakama fi ba'dha, ina hukumu na inamuondoshea huyu madhara, na analala pale katika ule usingizi aliyakuwa amepata kama kinga maalum. Kwa hiyo unalala pale hali ya kuwa una kinga. Tuliye kumfanyia bwana mmoja ambaye anapatikana katika nchi sihitaji, tulimfanyia dua kwa akasema mimi silali usiku Sheikh, na mwaka wa 3 nimepimwa, lakini usingizini silali usiku, naona makundi ya watu. Nikamwambia
ndani ya siku 7 tuifanye dua hii, dua al-mujarraba 7 ayami, tukamuombea kwa Allah. Ndani ya siku 7 tulichukua jina lake tukumuombea kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alileta takabali dua. Mungu alijibu dua, yule bwana akapata usingizi. Ndio katika watu ambao wametuahidi kwamba watatuletea kamera, mbalimbali, na tunasubiri tu mambo yamalizike. Mwenyezi Mungu ajalie mambo yamalizike vizuri ili tuweze kupitisha kamera kwa uwezo wa Allah. Kwa hiyo ni dua ambayo ni ndefu kwa mtu ambaye atapata usingizi mzuri na maisha yake yatakuwa mazuri, kwa sababu unavyoota hii ni ndoto mbaya. Unasisitiza zaidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya, lakini vile vile kuweza kututafuta jambo lolote lile. Hebu turudini kwa Allah, faruduhu ila Allah, turudini kwa Allah, usirudi kwa ibilisi wala shetani. Vitabu vipo, dua zipo, uwezo Mwenyezi Mungu kuna watu wamewapa na kujua elimu hii, lakini tujue usiende kuwasha moto kwa ajili ya moto. Tumuombe Allah atunusuru sisi na wewe. Lakini ndoto yako leo, unalala sasa hivi unaota, tupigie simu tuhadisie, tukutafsirie. Lakini vile vile ukihitaji msaada kupitia namba yangu hiyo, basi inshallah takusaidia biidhnillah tabaraka wa taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.